Tunakwenda kuanza na habari za kitaifa, tukianza na hii hapa ambapo wito umetolewa kwa waumini wa dini zote kuendelea kushirikiana katika kutoa elimu ya umoja na amani, kupinga chuki, migawanyiko na vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga mshikamano wa taifa. Taarifa kamili inaletwa kwako na mwanahabari wetu Frank Kashonde. Wito huo umetolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba aliposhiriki ibada ya sikukuu ya Christmas iliyofanyika katika kanisa kuu la Kiinjili la Kilutheri la Azania Front jijini Dar es Salaam. Ninatoa wito kwa viongozi wote wa dini kuendelea kushirikiana na serikali, viongozi wa kijamii na makundi mbalimbali kuendelea kushirikiana na serikali katika kutoa elimu ya umoja na amani, kupinga chuki na migawanyiko na vitendo vyovyote vinavyoweza kuvuruga mshikamano wa kitaifa. Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu ametoa wito kwa wazazi na walezi kuendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za elimu na dini katika kuimarisha malezi ya watoto. Watoto na vijana ni hazina ya taifa letu na ndio viongozi wetu watarajiwa wa taifa letu. Hivyo, malezi bora ya watoto na vijana ni msingi muhimu wa kujenga jamii yenye maadili, amani na maendeleo endelevu. Malezi haya ni jukumu la pamoja linalohusisha wazazi, familia, taasisi za dini, shule, jamii na serikali. Ninatoa wito kwa wazazi na walezi kuendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi za elimu na dini katika kuimarisha malezi ya watoto na vijana na kuwajengea misingi imara ya maadili na kuwaongoza kutumia vyema fursa ya elimu, teknolojia na utandawazi kwa maendeleo yao na ya taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT na mkuu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani Askofu Dr. Alex Malasusa amekemea tabia za baadhi ya watu za kuchafua taswira za watu wengine pamoja na kuichonganisha jamii. Najua wakati mwingine neno kuokoa linaleta ukakasi, lakini ndio kazi iliyomleta Yesu. Hatuwezi tukaikataa. Ndio kazi iliyomleta Yesu. Yesu hakuja kuwa maarufu tu katika ulimwengu. Amekuja ili atuokoe. Full stop. Watu na dhambi zao. Lakini wangapi wameendelea kushikilia dhambi? Wengi. Kwa sababu dhambi zimekuwa sehemu za maisha. Watu wameendelea kuwa waongo. Waongo kabisa. Watu wameendelea kuwadhulumu wengine. Hawana pendo. Na kati ya dhambi ambayo watu wameizoea imekuwa nzuri ni ya uongo. Na ninaiona dhambi hiyo kwa jamii inaendelea mno. Mtu anatunga tu jambo lolote, analitunga tu. Mtu anakuja anataka tu kuchafua tabia ya mtu mwingine, kuchafua image ya mtu mwingine, na ana amani tu. Waumini wa dini ya Kikristo nchini wameungana na wenzao duniani katika kuadhimisha sikukuu ya Christmas ambayo Wakristo huitumia kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Frank Kashonde, EATV.